Lakini ndoto ya tatu, maraa nafsahu hayyan fi qabrihi, mtu anaweza akalala ikamuijia ndoto anajiona yuko kaburini lakini yupo hai. Maana ya kuwa kaburini ukiwa hai ina maana ile ndoto haikutanguliwa na viashiria vya kifo. Umejiota tu uko kaburini, uko hai. Yadullu dhalika annahu yata'arradhu lidhiqin adhimin fi amrihi, ndoto hiyo inajulisha kwamba mtu huyo atakumbana na dhiki kubwa kwenye mambo yake, kwa sababu kaburi ni nyumba ya nini? Nyumba ya dhiki, kaburi. Sasa ukijiota wewe uko hai kaburini, utakumbana na dhiki kubwa sana katika maisha yako. Yawezekana dhiki ya kiafya, au dhiki ya uchumi, dhiki ya kibiashara, dhiki katika ndoa, dhiki katika kazi na mambo mengine yanayotaalaki na maisha. Dhiki kuota huko kaburini ukiwa hai, kwa sababu kaburi ni nyumba ya dhiki. Kaburi ni nyumba finyu sana. Yule mwanandani yule anakutosha wewe kulalia ubavu tu, kulala kifudifudi na chari huwezi, na juu kunawekwa ubao. Kwa hiyo wafasiri wa ndoto wakasema ukiota wewe upo kaburini, wewe utapata dhiki. Sasa inategemea, yawezekana dhiki ni kwa ajili ya awaridhu sihiria, vipingamizi vya kichawi, yawezekana vikakusababishia dhiki, au awaridhu shaitania, au vipingamizi vya kishetani, yawezekana vikakusababishia dhiki. Kuondosha mabalaa haya ni dua tu ndio inaweza kuondosha mabalaa haya. Ndio maana tunakuletea dua ya khawasu ya ndoto tutakayoisoma tarehe 21 mwezi wa pili mwaka huu wa 2026.